Nimeona kwa kuwa kuna upotoshwaji ambao unaendelea unaofanywa na aliyekuwa katibu mwenezi ndugu yetu Humphrey Polepole kuhusiana na fedha hizi, na akitoa tuhuma kwamba zaidi ya trilioni 4 zimefanyiwa ubadhilifu. Na kwa kuwa yeye hata juzi nilipomsikiliza alisema kama kuna mtu anaona ana ukweli mwingine ajitokeze na aseme. Sisi kwanza tunampongeza mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na mgombea wetu kwa kuwa mstahimilivu na kwa kuamua kuwa kimya. Lakini pia kwa wananchi, namna ambavyo wameendelea kumdharau na kutomwamini huyu ndugu Polepole. Lakini mimi kama mgombea wa ubunge wa jimbo hili ambaye ni sehemu ya wanufaika wa fedha nyingi zilizotokana na mkopo ule, nimeona nisikae kimya. Lakini pia mimi nilikuwa mjumbe wa kamati ya bunge ya bajeti, ambayo ni kamati pekee iliyopewa fursa wakati mchakato huu unaanza wa kufuatilia mkopo huu kutoka shirika la fedha duniani kwa ajili ya kushughulikia masuala ya athari za uviko. Sasa nikaona leo nitumie fursa hii kutoa upande mwingine wa shilingi. Ndugu zangu wa Tanzania, serikali hii ya awamu ya 6 ni kweli kama ambavyo tunafahamu, mwaka 2021 mwezi wa 10 tulitangaziwa kupatikana kwa fedha za zaidi ya trilioni 1 na bilioni 300. Na sisi tuliokuwa wajumbe wa kamati ya bajeti tuliitwa bungeni Dodoma, tukapokea mchanganuo wa namna ambavyo serikali imejipanga, kwa sababu wakati huo kulikuwa kuna vikao vya bunge. Kwa hiyo kwa utaratibu kamati ya bajeti ikapokea fedha, mpango wa serikali inazielekeza vipi zile fedha. Kwa hiyo zile trilioni 1 na bilioni 300, zaidi ya bilioni 200 kama 50 zilipelekwa serikali ya Mapinduzi Zanzibar, lakini ile trilioni 1 iligawanywa kwenye wizara mbalimbali. Na ndio maana hapa nipo, kwa sababu Polepole amekuwa kijinadi, alikuwa mwenyekiti wa kamati ya TAMISEMI na ushughulika na wizara ya TAMISEMI ambayo ndio usemi. Sasa ile kamati isingeweza kushughulikia fedha zote, kwa sababu zile fedha ziligawanywa kwenye sekta mbalimbali. Sekta ya afya ilipata zaidi ya bilioni 469, sekta ya maji ilipata bilioni 129, sekta ya maliasili sekta ya utalii ilipata bilioni